kitu fulani watu wakijui kuhusiana na roho ama ulimwengu wa roho. Kuna roho za mafatilizi, kuna roho ambazo zinafuatilia watu, na roho hizi huwa hazikufuatilii eti kisa zimetumwa na watu fulani kukufuatilia. Roho hizi ni kama dalali. Dalali hatafuti chumba ama nyumba ili yeye apange ama anunue, ila anatafuta kwa ajili ya wateja wake. Na hapo kuna roho ambazo zinafuatilia watu ili ziende zikapate wateja. Na wateja hao ni kina nani? Ni watu wanaopiga bao, ni watu ambao wanaagua ama waganga wa kienyeji na watu wanaofanana na hao. Roho hizi zinafuatilia maisha ya watu muhimu ambao wana vitu ambavyo watu wanavihitaji, aidha nyota, kibali, umaarufu ama namna ya uongeaji ama nguvu ya ushawishi. Roho hizi zinafuatilia automatic hata kama hazijatumwa na mtu. Roho hizi zinakufuatilia, zinachukua taarifa zako. Hivyo mtu anapotaka kuzijua hizi roho zinamuuziaje taarifa zako, zinachukua sehemu ya kitu ndani yake, aidha kukaa ama kuishi ndani yake. Kwa hiyo roho zinabadilishana, badala ya roho hizi kutangatanga, zinauchukua mwili wake na kukaa ndani yake, kisha zinampa taarifa za mtu ambaye alikuwa anafuatiliwa na hizi roho tangu mwanzo. Na hii ndio maana waganga wa kienyeji kabla hajaanza kuagua kujua mambo, lazima asubiri ili majini yapande. Kwa nini anapandisha majini? Na ni majini ya aina gani yanayopanda? Ni yale majini ambayo yako kwenye kundi la monitoring spirit ama roho za mafatilizi. Kwa hiyo anapopandisha yale majini, yanaingia ndani yake yale maroho ambayo yalikuwa yanafuatilia watu husika. Kwa hiyo ni sawa sawa mtu ambaye anaingia kwenye kompyuta, anaingia kwenye Google, anaanza kusearch habari za mtu fulani. Google itaonesha habari za watu maarufu tu. Watu mtaani ambao hawana chochote hawezi kuonekana kwenye Google, lakini watu wenye ushawishi, watu ambao wametikisa ulimwengu kwa sehemu fulani, utawapata kwenye Google. Kwa mfano, wewe unaitwa John, labda tole mfano unaitwa John Suleiman. Kama hujawahi kufanya kitu, ukiandika John Suleiman hutaweza kujiona kwenye mtandao wa Google. Lakini kwa mfano ulikuwa mwanasiasa ama ulikuwa mwimbaji ama ulikuwa mtu fulani mwenye kitu fulani, ukiandika John Suleiman utajikuta na matokeo ya haraka yatapanda, kwa sababu kuna kitu unachokifanya. Hivyo hizi roho zinachagua watu wa kuwafuatilia ili ziende zikafanya biashara, zikafanya mabadilishano. Na ndio maana mganga anachinja kuku ama anamwaga damu ya kiumbe, anayapa yenyewe, yanampa details ama yanampa utatuzi juu ya kile kitu ambacho ameuliza. Haya maroho yako kila kona, na sio roho ya utambuzi ama roho ya mashetani ama majini tu ambayo inaweza kumfuatilia mtu. Hata roho ya Mungu ina uwezo kumfuatilia mtu, inamfuatilia kwenye kila kitu. Biblia inasema malaika ni roho zitumikazo, na roho hizi zitumikazo zinafuatilia watu ambao Mungu amekusudia ama ameweka sehemu ya destiny, hatma ndani yao. Kwa hiyo wale watu lazima wafuatiliwe automatic. Vivyo hivyo mabadilishano yatafanyika. Na ndio maana kuna baadhi ya watumishi hawawezi kujua maisha ya mtu mpaka waingie kwenye maombi. Kuingia kwenye maombi maana yake nini? Kuita roho ya Mungu. Ile roho ya Mungu inakuja kwa sababu ilishamfuatilia yule mtu na kujua details zake. Inakuja inaanza kureveal, kufunua kile kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye maisha ya yule mtu. Na ndio maana kuna baadhi ya watu ni wagumu sana kuwaona kwenye ulimwengu wa roho. Tena zao password zao ni ngumu sana. Huwezi kumuona kirahisi, huwezi kumuota kirahisi, kwa sababu kuna kitu fulani amekidisconnect ndani yake. Je, wewe ni roho ya aina gani inayokufuatilia? Hapo ulipo, roho ya aina gani inayokufuatilia? Ni roho ya Mungu ama roho ya kuzimu? Ni roho ya aina gani inayokaa ndani ya mwili wako? Roho ya namna gani? Kabla hujaanza kupigana na hizo roho, lazima ujue hapa nashindana na roho ya namna gani. Bila kujua unashindana na roho ya namna gani, unaweza kujikuta unapotelea nuruni. Biblia inasema kuna wakati Mungu alipeleka utasa kwa mwanamke mmoja, mke wa Yakobo. Manake Mungu alifunga tumbo la mwanamke huyu asizae. Mwanamke huyu kama angeenda kutafuta tiba ya kuzaa, maana yake angekuwa anapigana na roho ya Mungu mwenyewe. Lakini alitulia. Wakati wa Mungu kafika, akafungua. Na Mungu anafunga akili za watu ama maisha ya watu kwa sababu moja. Sababu ya kwanza ni uchanga wa maarifa tuliona. Anajua asipotufunga tutafanya mambo ya kipumbavu, hivyo anatufunga ili tubaki kwenye nidhamu. Mimi naitwa Deogratius, mwanzilishi wa tovuti ya Moyo wa Dini. Tuko 100% tu.